Ni Alhamisi ya Juni 19 mwaka 2025. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tryphon Odas, na machache kati ya yale mengi tulionayo ni pamoja na waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constantine Mutamba ajiuzuru tangu jioni ya Jumatano Juni 18. Hii kwa mwanzo kuonesha kama Kongo inapenda badilike, na tunaendelea kusema hatupendi baki tu kwa Mutamba peke yake, hapana. Iende kwa watu wote wenye wanakuwa na mabaya kama hayo waweze kupata nao hiyo hali Mutamba anapata leo. Namni hayo tu kati ya yale mengi tulionayo kwa siku ya leo. Karibu sasa msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online kwa siku ya leo, na ambapo tunaeleza kuwa waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constantine Mutamba ajiuzuru tangu jioni ya Jumatano Juni 18 mwaka 2025. Hii ni baada ya bunge la taifa kumuondolea kinga la kutomfuatilia mahakamani baada ya kushtakiwa na koti kuu ya sheria kwa matumizi mabaya ya pesa ya ujengaji wa gereza kuu la mji wa Kisangani. Hatua hii imezusha taharuki nyingi nchini DRC, na kwa sasa akiwa mjini Kinshasa tunaungana na Rodrick Vutara. Hapa Kinshasa, habari ya kujiuzulu kwa waziri wa sheria na mtunzi wa mihuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba ni kama tu ni kawaida, kwa sababu tangu mawiki zilizopita baada ya baraza la bunge kupokea ruhusa kumondolea kinga Constant Mutamba, hili linaonyesha baadaye kwamba anaweza kujiuzulu na kwamba anaweza kujibu mahakamani. Nikusema watu kwenye mitandao ya kijamii wanazungumzia, lakini sio tu kwa undani, kwa sababu wengine wamemshutumu Constant Mutamba tangu alipoingia madarakani kujigamba. Wameona kama alikuwa akijigamba, lakini kama mwandishi wa habari nitasema alikuwa wakati alipoingia kwenye madaraka yake alikuwa na masharti ambayo aliyaweka, akisema anataka kuokoa sheria ambayo awali kama alivyosema Rais Tshisekedi sheria ilikuwa imefariki, imefariki kabisa. Alisema basi anakuja kuifufua. Kitu cha pili, wengine wanasema alipambana na viongozi wa makanisa, akipiga marufuku kanisa ambazo zimejengwa ama dhehebu ambayo yamejengwa mita 500 hapa na pale kama pa Kinshasa, ambapo kunapatikana madhehebu nyingi sana. Kingine ni kwamba alisema kama nilivyosema awali kufufua sheria, alisema atakwenda vitani na majaji ambao huenda wanahongwa, huenda wanakulwa rushwa, na akasema kwamba lazima kama mtu ana mashaka yote lazima apitie kwenye benki alipe kulingana na adhabu iliyowekwa juu yake. Sasa hii ni mojawapo ya shida ambazo alikutana nazo Constant Mutamba. Vita ambavyo alikuwa navyo na kuwataja kwamba majaji wengine moja wameshanunua manyumba makazi Ulaya. Basi hii haiwezi kumwachilia ikiwa alishitumu majaji, na hiyo hapa mjini nazungumziwa tu kijujuu, lakini watu hawajui watazamia swala gani. Hali ni paka hiyo, watu wanasubiri tu kile ambacho kinaweza kwenda, ama kama watakwenda kwenye meza ya mazungumzo baina wa Kongomani ili waweze kupata suluhu kwa mgogoro na matatizo ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Achille Kapinga ni wakili katika mahakama ya Gombe Kinshasa. Code penal ayo haiangalie rais, haiangalie minister, haiangalie mbunge, hapana. Ni sheria inayotumikizwa kwa Wakongomani, Wakongomani wote. Ukiwa Mkongomani, sharti sheria iweze ikaweza kukua aplike kwako, na ndio kwa maana mbele usambishwe, mbele uende mahakama, yafaa wanaondoa hii nguo kama ni ya kiraisi, ya kiminister, ya kibunge, unaondoa hiyo nguo ili uweze kuwa raia kama raia kawaida. Na ndio kwa maana sheria ya Kongo iliomwomba Mzee Mutamba aweze kwanza wakamtoe ile nguo yake kupitia wabunge, kisha sasa inamfaa sasa anademissione, anaacha kazi yake ya kiminister, kwani hawezi kwa kuwa mwenye kukua kwa mahakama na ungana afanya kazi ya kiminister, haitaleta sura mzuri kwa kazi ya kiminister. Ndio kwa maana wabunge walimuomba yeye aweze kademissione, na hivyo amedemissione. Tunasubiri sasa bwana Procureur General ataangalia namna gani kumaliza kumsambisha.
hapa naweza wakamutia gereza, sote anatia wa polisi wanamchunga kwake nyumbani akisubiri, kwani kesi yake tena kwenye wa mahakama, kwenye wa judge waangalie kama watamkatia miaka ngapi kufuatana mabaya aliyofanya. Hii ndio tunangoya kusema kwa siku za leo. Mtu ambaye amekuwa mkongomani kama mkongomani wote wa kawaida, hana tena kazi yake ya kiminister, yanasubiri sasa mahakama itasema nini. Hivi tunangoja kitu tunaita process akasambishwe na wakubwa ili tujue wanamkatia miaka ngapi. Unajua hii kwa mwanzo kuonesha kama Kongo inapenda badilike, na tunaendelea kusema hatupendi baki tu kwa mtu mapeke yake, hapana. Iende kwa watu wote wenye wanakuwa na mabaya kama hayo waweze kupata nao hiyo hali mtu anapata leo. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimejipanga kuweka makubaliano ya amani tarehe 27 mwaka 2025. Timu za kiufundi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda zimeanza maandalizi ya mswada wa mkataba wa amani mnamo Jumatano ya Juni 18 mwaka 2025 huko jijini Washington DC. Maandishi hayo yalitiwa saini mbele ya katibu chini ya masuala ya kisiasa wa Marekani Aaron Hooker kwa ajili ya maandalizi ya kutia saini makubaliano ya amani ya mnamo Juni 27 mwaka 2025. Hayo yametangazwa katika taarifa kwa vyombo vya habari kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kuhusiana na makubaliano hayo tumezungumza na Hubert Msomeko ambaye ni mchambuzi wa maziwa makuu. Ninawaza kama hiyo makubaliano inakuwa ya maana sana kwa nchi ya Kongo na Rwanda. Hizo najua hizo nchi mbili zinakuwa kwenye migogoro kuhusu hiyo tatizo la M23. Kusema kwamba ukiangalia huko mwanzoni hizo process ya Rwanda na Nairobi, hiyo process ya Marekani inakuwa ikileta matukio mbio kwa sababu Trump administration inakuwa ikitia Rwanda na Kongo kwenye mazungumzo, lakini minakuwa na oga ni kusema hiyo makubaliano ndizo zinafanyika huko Marekani, lakini tangu mwanzoni Rwanda ilikuwa ikisema kama haina vikosi vyao kwenye nchi ya Kongo. Ni kusema kwamba hiyo makubaliano yani kati ya Kongo na Rwanda inakuwa ya mzuri sana na ya muhimu sana kama Kongo na Rwanda wote watatumikisha hiyo tunaita kwenye lugha ya Kimombo bonne foi, wanatumikisha hiyo bonne foi kusema magogoro hishi. Lakini oga inakuwa ndio ni kusema kwamba M23 inapaswa endelesha vita kwenye Kongo, kwani Rwanda yake itika kama inakuwa na vikosi vyao kwenye nchi ya Kongo, na hiyo inakuwa riski kubwa sana. Kwa hiyo makubaliano itafanyika mjini Marekani. Ninawaza kama hiyo italeta suluhisho ya kudumu kama hiyo makubaliano mengine inakuwa huko mjini Doha. Government ya Kongo na M23 nao wanapatana wanasaini nyingine mkataba. Yani tukisema Kongo na Rwanda isaini mkataba huko Marekani, lakini Doha Kongo na M23 isifanye nyingine mkataba, yani itakuwa haitaleta suluhisho kwa sababu M23 itaendelea na Rwanda itasema haiko Rwanda ndio iko nyuma ya M23 ndizi inakuwa tangu mwanzo. Namna idadi ya watoto wa mitaani imeendelea kuongezeka siku baada ya siku katika mji mdogo wa Kasindi mpaka na Uganda. Baadhi ya watoto hao chini ya miaka 18, wengi wakiwa wakimbizi kutoka Rushuru, Masasi, Walikale na Rubero, wamejihusisha kwa sasa na ukahaba katika bamba mbalimbali. Ofisi ya jinsia, jamii na watoto imesajili zaidi ya nyumba 1500 ya wakimbizi wa ndani. Kule serikalini, Hussein ni kiongozi wa ofisi hiyo. Menaje zinakuwa nyingi sana kabisa ndani ya mgine wetu wa Kasindi Lubiriha, na tunakuwa na menaje 5489 menaje. Maisha inakuwa ngufu. Atuka tunaomba tamu msaada toka inji mbalimbali hata inji yetu, ministere ya affaires sociales, ministere ya sante, ministere kila ministere ione kama inafaa namna gani. Maisha inakuwa ngufu atuka, kwa kusema kweli maisha inakuwa ngufu kwa wao. Tunakuwa kabisa na effective nyingi sana. Alors mpango tunayo kwanza tunashukuru population ya Kasindi imewapokea sana, tunawashukuru sana, na wanakuwa ndani ya mamenage d'accueil na wengine wanakuwa ba locataire. Alors maisha yao kabisa ba locataire mwise naisha, babayere wanapenda wafukuze. Alors tunapima kama kuambia babayere wapime kusiporter juu mkimbizi hana kwenye tatosha kila kitu. Na kitu ya pili ndani ya
wakaaji wanapima vile kwenda shambani na wengine kwenda rema, wengine wanalue mashamba. Wamejiadapte mwile niveau. Juu tunasema hata kama unakuwa mkimbizi inaomba sasa unafika mumilie, unajiadapte, unakuwa natembea sawa wengine wanatembea. Kwa watoto vile tunakuta wengine maviolence zinakuwa za aina mbalimbali. Alors vile nao tuko nasema bapeti wenye balikuya bapime kufuata nyayo za bapeti wenye beko hapa kama banishi namuna gani, na situ wazazi yao kuona kama wana angadrete na watoto namuna gani juu wameshanje milie. Breza Mtasela ameomba serikali kugharamia watoto pia na wazazi wao. Tunaomba serikali iweze kufungula masenda fulani ambazo zinapasha kuangadre hao wa vijana vile na wavulana. Hiyo itaweza kutusaidia sana, na tumetazama ya kwamba wanawake wamependa sana vitendo vya ngono. Sisi kama shirika la raia tunawaomba wakomeshe hii kitu na waweze kufundishwa kazi za mikono kama kusuka nyele, kushona nguo, kufanya hata biashara kidogo. Tunaomba api financier ya government letu la Kongo ili kusaidia hawa watoto, sababu wote ni wakongomani na hawa watoto wamekuwa expose kuma maladi mingi. Hata hivyo tumezungumza na Shami binti Rashidi wa shirika la wanawake. Hapa kwetu ndani ya Groupement Basongora tuna shida ama tatizo kubwa. Groupement Basongora haina kambi ya wakimbizi, na kwa hiyo watoto wanakuja, wanafika na wanaingilia kwa manyumba za kibandia ama maison de tolerance ile ambao wanaita kije, na inakuwa ni hatari kwao, kwani kule mtoto anaishi hana consentment yoyote na anapokea kila kitu ambayo ni kizuri na kibaya yote kwake, kwani anakuwa ndani ya vulnerability ya ukimbizi, hana cha kufanya, hana kwa kulala na hana chakula. Na mtoto mwenyewe anaweza kuwa ni mkimbizi akikuwa na iko na maisha bora ni yule ambaye alifikia ndani ya familia fulani ambayo ilijitolea kwa kuweza kulinda mtoto kama na yule. Lakini wengi kati yao wanakuja hajui atafikia wapi, anakimbia tu kwa kuweza kuepuka vita, na akifika hapa kwetu Kasindi unaona wanaingia ndani ya nyumba za kibandia ama maison de tolerance kwa wanazoea kuita kije. Na hapo tunaona watoto wengi wanapitia changamoto kubwa ya kubakwa, vitendo vya ujeuri ajili ya watoto. Watoto wanapitia maviol sana, hususan watoto wa miaka chini ya 18 huwa wanabakwa na kutumikishiwa kingono na wale wa mama ambao wanauza pombe ama bangi na vitu vingine vya kulevya. Na kwa hiyo mtoto anakuwa hana cha kufanya, kwani iko ndani ya vulnerability ya ukimbizi. Namni binti Shami Rashidi kama ambavyo tumezungumza naye. Na huko Tanzania tunaeleza kuwa naibu waziri ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Zainabu Katimba amesema serikali hiyo imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya ugatuaji wa madaraka, ambapo imeshaanza kujadiliwa katika ngazi mbalimbali za maamuzi, na pindi itakapokamilika na kuanza kutumika itaongeza ufanisi na kuimarisha ugatuzi katika sekta mbalimbali serikalini. Ameeleza hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Agnes Kaiser aliyehoji kuwa je, ni maeneo gani ya kuweka mkazo ili sekta nyingine zitekeleze na kuwa sehemu ya utekelezaji wa azima ya ugatuzi wa madaraka. Dhana ya ugatuzi wa madaraka nchini inasimamiwa kupitia andiko la kisera la maboresho ya serikali za mitaa la mwaka 1998, yani Policy Paper on Local Government Reform 1998, na imelenga kupeleka madaraka, rasilimali na maamuzi kutoka serikali kuu kwenda serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, faida mbalimbali zimepatikana kwa kutekeleza sera hii, ikiwa ni pamoja na kuimarika kwa ushiriki wa wananchi katika kupanga, kusimamia na kutathmini maendeleo ya maeneo na kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii kwa umma, mathalan elimu na afya katika mamlaka za serikali za mitaa. Baada ya majibu hayo ya serikali, mbunge wa viti maalum Esther Matiko amesema kumekuwepo na taratibu kutoka serikali kuu kutaka kunyofua idara mbalimbali ambazo kimsingi ziliwekwa kwa dhana ya ugatuzi wa madaraka. Kwa mfano kumekuwepo na matamanio ya kuondoa maafisa kilimo na maafisa ardhi kutoka kwenye serikali za mitaa. Na kiuhalisia hizi ziliwekwa ili kuweza kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi.
Sasa nikataka kujua ni nini kauli ya serikali kuhakikisha kwamba wizara zote zenye matamanio ya kuondoa zile idara zisiondoe ili kuweza kuimarisha dhana nzima ya ugatuaji wa madaraka. Ni kweli kabisa, misingi ya ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka za serikali za mitaa umewekwa na kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 145 na ibara ya 146. Na serikali kwa kujua umuhimu na msingi mzima wa dhana hii ya ugatuzi wa madaraka, tayari kama nilivyotangulia kujibu katika majibu ya msingi, tayari imeshafanya hatua za kimsingi kabisa za kutengeneza rasimu ya sera kamili ya taifa ya ugatuzi, na tayari ipo katika hatua mbalimbali za majadiliano na kupitiwa ili mwisho wa siku iwe sera kamili. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, kwa taarifa hiyo ndio tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote uliowasikia, mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakia wakati mwema.